tunaingia katika awamu ya mjadala wa siku, ambapo leo kama nilivyokugusia katika utangulizi mwanzo, tutajadili kuhusiana na hali inayoendelea katika Mashariki ya Kati, hususan swala zima la mazungumzo yanayohusiana na vita hivyo vya Iran. Taarifa zinakinzana kila upande, Iran na Marekani, kuhusiana na swala hilo la mazungumzo. Mashambulizi ya anga dhidi ya Iran yameendelea, na Iran nayo ikijibu mashambulizi hayo kwa kuishambulia Israel na maeneo kadhaa ya Mashariki ya Kati kwa makombora. Mapambano hayo yanafanyika wakati ripoti zikionyesha kwamba maelfu ya wanajeshi zaidi wa kikosi cha wanamaji wa Marekani wako njiani kuelekea eneo la Ghuba. Yote hayo yanajitokeza hata baada ya Rais Donald Trump kusema Marekani iko kwenye mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kumaliza vita hivyo. Iran, kama nilivyokugusia, kwa upande mwingine inakanusha kuwepo kwenye mazungumzo ya aina yoyote ile na Marekani, na kasi ya vita hii bado iko juu, pamoja na Rais Donald Trump kuakhirisha kwa siku 5 mashambulizi ya kuilazimisha Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Kwa hakika hadi sasa inavyoonyesha, hakuna kinachoeleweka waziwazi kuhusu hali halisi ya inakoelekea vita hii, sio kutoka Marekani na Israel wala upande wa Iran. Lakini ni yapi hasa malengo ya kila upande mpaka sasa? Je, kuna mazungumzo yaliyofanyika, na kwa nini kuna mkanganyiko kuhusu swala zima la mazungumzo? Katika mjadala wetu nimewaalika mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, ambaye amerejea hivi sasa Dar es Salaam kutoka Oman, na mchambuzi wa siasa za Marekani Mubelo wa Bandio kutoka huko Maryland. Karibuni sana. Shukrani sana. Nianzie kwako Bandio, na swala zima hili la mkanganyiko kufanyika mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Iran inakanusha hakuna mazungumzo, Trump anasema amefanyika mazungumzo tena mazuri yaliyokuwa na tija, na hata Pakistan leo ambayo inatajwa kuwa ni miongoni mwa walioshirikishwa, maafisa wake wamesema Iran imepokea mapendekezo ya usitishaji vita ya pointi 15 au vipengele 15. Balozi wa Iran kwa upande mwingine, Pakistan, amekanusha kuwepo kwa swala hilo. Hapa hakuna kinachoeleweka. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti nini kuhusu kufanyika mazungumzo haya, Mubelo? Na vinaripoti nao kutofahamu kinachoeleweka, lakini sasa hivi imekuwa bahati mbaya sana sasa, kama imekuwa ni style ya Rais Donald Trump. Anaweza akasema kitu alafu watu wakasema kwamba pana, huyu ni Donald Trump. Anakaa na kuzungumza. Imefikia wakati ambao sasa hivi watu wanaamini kwamba kuzungumza kile ambacho kiko kichwani mwake. Yaani watu wanasema kwamba kuna watu wanazungumza naye na yeye anakuwa kama speaker, kwa sababu uhalisia wa mambo ya vita anavyovizungumza wakati mwingine unatia shaka. Amekuwa ni mtu kugeuka mara kwa mara. Yaani sasa hivi ni kawaida yeye kusema vitu vinavyokinzana, sio tu kwenye siku moja au pengine kwenye hotuba moja au kwenye aya moja, wakati mwingine hata kwenye sentensi moja anaweza kuzungumza mambo. Kwa hiyo ametoka kuzungumza jambo moja, baadaye anakuja anasema kitu kingine. Anasema kwamba maendeleo yanaendelea vizuri kabisa sasa hivi na watu ambao wameita kwamba ni watu muhimu, lakini hakuna mtu hata mmoja ambaye ni muhimu ama ametajwa au amekubaliana na kile ambacho kinasema. Kwa hiyo ingawa Bandio, mara hii unaweza ukazungumzia kwa mashaka, lakini vile vile ukajiuliza kwa upande mwingine, ikiwa anatiliwa mashaka Rais Trump, kwa nini nchi kama Uturuki, Pakistan zote zinasema kwamba amekuweko mazungumzo? Sasa swali kwamba yeye anazungumza kwamba amezungumza na nani, hilo ni jambo la kwanza. Yeye anasema kwamba amezungumza na mtu ambaye ni makini zaidi. Kwa hapa nchini Marekani, na mimi nawe tunafahamu kwamba ili iweze kuripotiwa kwa ufasaha wanahitaji kuwa na usahihi. Kwa hiyo wao wanazungumza hivyo, lakini hakuna ambaye chombo cha Marekani kinaweza kumnukuu kwamba ni mtu fulani ambaye anasema kwamba tumefanya mazungumzo, yamefikia hapa na hiki ndicho ambacho kinaendelea. Na kwa bahati mbaya zaidi niseme kwamba tulitabiri hili juma lililopita alipokuwa ametoa onyo mwishoni mwa juma kwamba ninawapa saa 48, tulikuja katika vyombo vya habari na kusema kwamba tuna uhakika ndani ya muda fulani atakuja na kusema kwamba tumeanza mazungumzo ya siri na hii sasa hivi tutasitisha ama tutaahirisha haya mapigano ama mashambulizi ambayo tulikuwa tumepanga kufanya. Inapotokea hivi alafu akaja akafanya vile vile bila kutoa ushahidi wa nini kinaendelea, tunarudi kule nyuma kusema kwamba alipata kusema haya ama alipata kudanganya kwa namna hii, na hakuna ambacho kinafanya mtu amini kwamba sicho kinachoendelea hivi sasa. Kwa hiyo bado watu wana wasiwasi naye kwa sababu tayari tuna ni Donald Trump, na historia inaonyesha kwamba amekuwa akifanya hivi kwa muda mrefu, na mpaka sasa hajaweka uhakika hasa wa ni nani anayezungumza naye. Hata usiposikia anaulizwa kuhusiana
nani sasa atakontrol, atasema mimi na labda atakuwa ni mimi na labda Ayatollah tu, mtu mwingine yote ambaye atateuliwa kuwa Ayatollah. Kuna giza, kuna ombwe kubwa katika maelezo yake. Kuna giza katika maelezo ya Rais Trump, ndivyo anavyohisi Mubelwa Rahbi. Ikiwa ni kweli hakuna mazungumzo kama inavyosema Iran, na Iran itakataa kufanya mazungumzo kama ambavyo ishikilia msimu huu mpaka hivi sasa, kipaumbele cha Iran ni nini hasa kwenye vita hii, Rahbi? Inalenga kupata nini? Nadhani ukiangalia hali halisi na kile kinachozungumzwa na upande wa pili wa Marekani, utaona kuwa Irani wameishaona kuwa naweza kusema kuwa huu mpira uko upande wao na wanatakiwa mezani kweli kweli. Hata Pakistan iliposema imepokea hivyo vifungo 15 kuvipeleka kwa Irani, inaonyesha kuwa upande mmoja unataka sana mazungumzo. Kwa Irani wanafahamu kuwa mpaka sasa kuwa mechi iko upande wetu na tunaweza tukakaa kwenye meza tukapata kiasi ambacho kitakuwa kikubwa kwetu, lakini bila shaka Irani wameshaona wapi kunakovuja, na ndio maana wameamua sana kubaki hapo hapo kunapovuja, ili wakikaa kwenye meza wapate kilicho kikubwa zaidi. Hakuna shaka kuwa kwa tabia ya Donald Trump ilivyo, kama Irani wangekuwa wameanzisha mazungumzo naye, bila shaka Trump angekuwa wa kwanza kuliweka wazi wanazungumza na nani, kutoka wapi, kwa sababu ukitazama baadhi ya vyombo vya habari mfano vya Israel vinadai kuwa huenda alikuwa Marekani wanazungumza na spika wa bunge Mohamed Ghalibaf. Mohamed amekanusha kupitia mtandao wa X kuwa hakuwa kwenye mazungumzo yoyote na wala hana mazungumzo. Na ukiangalia utaratibu wa ndani ya Irani, sera yote inayohusu masuala ya nje ya nchi, au naweza nikasema wizara kamili ya mambo ya nje, iko chini ya ofisi ya Supreme Leader. Kwa hiyo mazungumzo ya ndani ya nchi ni lazima yashirikishe wizara ya mambo ya nje, maanake kuwa ni lazima wachukue tamko kutoka kwa kiongozi mkuu Supreme Leader kutoa idhini ya mazungumzo. Sasa pale wanapotuambia kuwa wapo kwenye mazungumzo na mtu ambaye hawawezi kumtaja lakini sio kiongozi mkuu, unaona bado kuwa Trump story yake haijakamilika. Pamoja na hilo lakini Bwana Rahbi, utakumbuka Jumatatu alipotoa tu tamko kwamba anasitisha kwa siku 5 mashambulizi ya kuvilenga visima vya mafuta vya Iran, Bwana Trump, utagundua kwamba ilijenga matumaini kiasi vita hii wezekana ikaelekea kumalizika, na matumaini hayo yaliongezeka kutokana na hicho cha kusitishwa kwa siku 5 mpango huo kutaka kushambulia vinu vya mafuta. Katika hilo kuna wale ambao wanaamini huenda ni kweli mazungumzo yamefanyika, kwa sababu inawezekana pengine Iran inaanza kuishiwa nguvu, na sio kama unavyosema wewe kwamba Iran imegundua ina karata ya kucheza na ndio maana inabakia na msimamo wake. Japokuwa vile bado mashambulizi ya kila upande hayajapungua, hilo liko wazi kabisa. Jana mashambulio makali kabisa yameripotiwa kila upande. Katika huu muktadha mzima, Rahbi, hufikiri kwamba Iran italazimika kusalimu amri ikiwa Marekani na Israel zitaendelea kuishambulia? Rahbi naambiwa ametoweka hapo. Swali hili umelipata, Mubelwa, ni kuulize wewe, kutokana na haya yote yanayoendelea, unafikiri inawezekana Iran ikalazimika kusalimu amri na kuingia hatimaye kwenye haya mazungumzo ikiwa Marekani na Israel zitaamua kuishambulia zaidi? Kwa hiyo tukubali kwanza kwamba Iran amejeruhiwa, amedhurika zaidi, hasa katika swala zima la majengo na miundombinu, yeye amedhurika kuliko upande mwingine. Ukweli wa mambo ni kwamba kama itatokea kwamba mashambulizi haya yakaenda kwa muda mrefu, Iran ambaye sasa hana uwezo mkubwa wa kuzalisha silaha nyingine na pengine kupata msaada kutoka sehemu nyingine, anaweza akaishiwa, na hii itamsukuma yeye kuingia katika meza ya majadiliano. Nafikiri kinachompa kidogo kiburi na pengine sehemu ndogo ya matumaini ni mambo mawili, kwamba kama ataendelea kushikilia ule mfereji wa Hormuz, ina maana pressure ama msukumo na malalamiko juu ya hali ya uchumi duniani itamsukuma Rais Donald Trump yeye kuingia katika mabadiliko. Lakini
pia wanatambua kwamba kuna uchunguzi wa katikati ya kama wanaweza wakahold kwa mwezi ama miezi miwili. Hii inaweza ikasababisha msukumo mwingine upande wa siasa za huku Marekani, na nafikiri wengine wameanza kuona kwamba hata jana tu tunavyozungumza, katika eneo ambalo Donald Trump mwenyewe alishinda kwa 11%, na eneo ambalo anaishi pale Mar-a-Lago, ambalo mara nyingi limekuwa red, kwa mara ya kwanza limegeuka kuwa blue, kwa maana Democrat ameweza kushinda. Dalili nyingine kwamba watu hawapendi kinachoendelea na wanataka kupeleka watu kwenda kumrekebisha rais, kwa sababu wanaamini kwamba maamuzi anayofanya ni kutokana na kuwa na wingi katika chemba zote za bunge. Kwa hiyo nafikiri ukweli wa mambo ni kwamba Iran anaendelea kuishiwa katika kile kiasi ilichokuwa nacho. Wasiwasi wa kwanza ni kwamba baada ya kurusha kombola ambalo linaonekana linaweza kaenda kilomita 4,000, watu wameanza kuhoji kile walichokuwa nafahamu intelligence walikuwa nayo juu ya Iran kama ilikuwa sahihi. Na wasiwasi wa pili ni kwamba hawajui bado ana hazina kiasi gani, na kama anaweza akaipa miezi miwili, basi hilo linaweza likasababisha uharibifu mkubwa sana katika siasa. Na Donald Trump anawaza mambo mawili: kuna kupoteza viti katika chemba hizo mbili, na hilo likitokea ameshawaambia Republican kwamba lazima atashikiwa, na kama yuko tayari. Na ndio maana unaanza kuona kwamba ameanza kuinitiate ama ameanza kuanzisha mazungumzo, ikiwa ni pamoja na kutuma hizo sehemu vipengele 15 za kutaka mkataba wa amani ama makubaliano ya amani pamoja na Iran. Nipate mtazamo hapa wa Rahbi katika hilo la kuishiwa au la mitazamo kwamba huenda kwamba Iran hivi sasa inaonyesha imeishiwa na nguvu na inacheza danadana tu katika swala hili la mazungumzo, lakini ukweli wanaufahamu kwamba nguvu hizo za kupambana na Marekani pengine hawana tena. Rahbi, hufikiri wewe kwamba Iran italazimika kukaa mezani kuzungumza na Marekani, na ikikataa inaweza kushambuliwa? Yote yanawezekana, lakini lazima tukubaliane kwenye hili kuwa Irani wanaweza kuwa wajuzi zaidi wa hazina walionayo ya silaha. Sitegemei kama wao wameshachungulia hazina yao na wanaiona kuwa inakwisha, halafu wanaitwa mezani hawataki. Sidhani kama wanaweza wakacheza huo mchezo. Bila shaka hakuna hesabu kamili ambayo ulimwengu inao juu ya silaha za Irani, kwa sababu tumeona silaha nyingi zinakuja kama surprise tu, zinatoka, zinakwenda, zinashambulia. Ni kama ulimwengu haufahamu halisi kuwa Irani ana kiasi gani cha hazina ya silaha zake ambazo zitabaki hapo. Ukisema kuhusu kushambuliwa, hivi kuna mashambulizi yoyote yanaweza yakaja mapya kwa Irani kuliko haya yaliyotokea ya Marekani? Hadithi hii inaweza ikafanana na kile ambacho tunakizungumza hivi sasa, kuwa vyombo vya habari vinazungumza kupelekwa kwa kikosi cha askari 2,000 wa ziada wa Marekani kule Mashariki ya Kati. Ukiangalia namba ya askari waliokuwepo wa Marekani kabla ya hata ya mzozo ni zaidi ya 40,000, lakini wiki iliyopita tuliambiwa askari wa USS Tripoli walitoka Japani, kiasi askari 5,000 walikuwa wanapelekwa kule. Sidhani kama Irani hawafahamu wanachokifanya. Naamini kabisa wanajua kile wanachokifanya. Bila shaka kila upande unajua nini ulichobaki nacho, na ndio maana kila mmoja anajaribu kukaa kwenye meza, kwa sababu kukaa kwenye meza kuna mambo mawili tu yatakukalisha kwenye meza. Kukaa kwenye meza umeshikilia kikubwa ili umalize utata upate, lakini utakaa kwenye meza kunusuru kidogo kilichobaki ili ubaki nacho. Sasa kila mmoja anakaa kwenye meza kwa lipi ambalo linampeleka kwenye meza. Kwa hiyo utaona kuwa kwa hali iliyopo na kile kinachoendelea Mashariki ya Kati na kile tunachokiangalia duniani, unaona mambo mengi yamemwelemea Marekani, masuala ya mafuta, masuala ya upinzani, masuala ya wanajeshi, lakini hatua za Marekani ndani ya Irani hatuzioni. Si kama Iraki wakati ule, muda huu karibu mwezi mmoja tulikuwa tunaona ni Saddam Hussein kajificha, lakini hatuoni hatua za upande wa pili wa Marekani kuwa labda wanashikilia nini ndani ya Irani. Sawa. Hapo nimlete Bandio hapo katika hilo swala zima la kupelekwa wanajeshi wa ziada, na hili kwa hakika ni swala ambalo watu wanajiuliza sana, kwamba baada ya Trump kuaminisha ulimwengu kwamba mazungumzo yanafanyika tena yanatija kabisa, na akataja kwamba yupo kiongozi anayezungumza naye Iran ambaye ni kiongozi mzuri anayetoa ushirikiano na Marekani kumpelekea zawadi bwana Trump. Mtu anajiuliza kwa nini kuna maelfu ya wanajeshi wa kikosi cha wanamaji cha Marekani ambacho tunasikia hivi sasa kinaelekea Ghuba. Bandio, kwa mambo mawili. Kwanza, watu watakumbuka kwamba unapokuwa na deal na mtu kama Iran ambaye tayari alishaapa kwamba
namna pekee watapigana mpaka mwisho, yani mazungumzo yapo kwa njia ya makombora, hudhani kwamba hutaki kusubiri sana kuhusiana na swala hilo. Pili, kuna ile dhana ya kutaka kujenga kwamba ni lazima nimalize hii vita. Kwa hiyo anapeleka, kumbuke kikosi ambacho kimekwenda ni amphibious, wale sio wapiganaji wa kawaida, ni wale ambao wanakwenda na kuteka na kufanya mashambulizi ya haraka ili kuweza kudhibiti eneo. Kwa hiyo wamekwenda vile kwa sababu kuna mikakati mitatu ilikuwepo. Kwanza, tukiteke kisiwa cha Krog. Pili, tuangalie namna kuweza kumiliki ama kuweza kuchukua umiliki ama udhibiti wa sehemu ambayo kuna nuclear. Na tatu, tuweze kuangalia katika Strait of Hormuz. Hizi ni sehemu tatu ambazo wanaamini kwamba kama watafanya combat inahitajika kufanya hivyo. Kwa hiyo wanapeleka pale kuwa tayari, kwanza kuweka pressure kutoka nje kwamba karibu na tunaweza kitu, lakini pili, kama italazimika, kwa sababu sasa hivi Donald Trump amebaki na maamuzi mawili: ashindwe, arudi na aibu, au cha pili ambacho watu wanahofia ni kwamba anaweza wanasema akasnap na kufanya maamuzi ambayo yanaweza kawa yana madhara zaidi, na hilo linaweza kuhusisha kufanya mashambulizi. Lakini alipofikia hivi sasa, hakuna namna njema rahisi ya kutoka, hasa kwa utawala uliopo. Kwa hiyo anajiandaa kwa yote mawili. Kama kutoka kuna mazungumzo yatakayofanikisha lifanikiwe, ama la, basi aende, wanasema full force, atumie kila alicho nacho kuweza kukamilisha kazi ambayo sasa hivi kwa namna yote limeshaanza kumwathiri kwa namna hasi. Katika hicho cha kutumia full force kama unavyosema, kama natumia maneno kama ulioyatumia, nataka nimuulize Rahbi hapa, kwa sababu vile vile katika swala hili, kwa mfano la kuihodhi na kuishikilia mlango bahari wa Hormuz, alihitaji vile vile ushirikiano wa mataifa wa shirika, lakini tumesikia sauti kutoka nchi mbalimbali za kupinga ambazo zimesema kwamba vita hii sio yao na hawaoni umuhimu sana wa kufanya mashambulio makubwa ya kuripua vinu vya mafuta vya Iran na kuhodhi mlango bahari wa Hormuz. Rahbi, unaamini kwamba Trump anaweza kuanzisha mwenyewe mashambulio ya kudhibiti Hormuz pamoja na kukosa kuungwa mkono na washirika wake? Sioni kama kuna njia yoyote Marekani anaweza akaitumia kwa hilo, na hata kama Trump ataamua kutumia njia hiyo, basi itakuwa ni njia ndefu sana ambayo itamchukulisha muda mrefu na idadi kubwa ya wanajeshi wa Marekani, na hasara kubwa itakuwa upande wake. Kwa sababu kwangu mimi naamini kabisa kuanzia mwanzo Marekani alikuwa yuko vizuri zaidi kwenye mfereji wa Hormuz, kwa sababu ukiutazama mfereji wa Hormuz ulivyokaa, pembeni tu kulikuwa kuna kambi za kijeshi bora kabisa za Kimarekani. Pale Bahrain kulikuwa kuna kambi ya jeshi la majini ya Marekani ikiwa na askari wengi sana, lakini pale Kuwait kulikuwa kuna askari 13,500 wa Marekani. Pembeni hapa Qatar kuna askari 10,000 wa Marekani. Abu Dhabi kulikuwa kuna kambi, Saudi Arabia kuna kambi, Iraki kuna kambi. Sitegemei kuona kama kuna chochote Marekani anaweza akakiongeza kukitoa nje kikaja kikabadilisha upepo uliokuwepo. Kwangu mimi Marekani alikuwa bora zaidi kabla ya mzozo kuliko vile anavyotaka kuja kuanza kujipanga kwa sasa. Kwa hiyo hesabu za Hormuz ni ngumu. Naweza ukarudi kwenye akili ambazo viongozi wa Ulaya wametoa mara kadhaa, wanasema kuwa muungano kama huu tulikuwa nao kule kwenye Bab el-Mandeb dhidi ya Yemen, na ulikuwa na washirika wengi sana, haukusaidia lolote mpaka Wahuthi walikuja kuacha wenyewe baada ya makubaliano. Kwa hiyo Ulaya walichomaanisha kuwa hakuna suluhu yoyote inaweza ikapatikana kwa njia ya nguvu au katika mashambulizi, kwa sababu hii ndio nguvu ya Marekani tunayoiona hivi sasa. Sitegemei kuona kama kuna nguvu ya ziada ambayo Trump anaweza kuitumia kubadili upepo, isipokuwa inaweza ikaleta tu madhara. Na kitu kigumu kimekuwa zaidi kuwa Irani wameingia kwenye ile sera ya jicho kwa jicho, yaani ukipiga hiki na wao watapiga. Ndio maana unaona kuwa vitisho vya Trump kupiga power plant ya umeme ya Irani ilizimika baada ya Irani kumwambia kuwa tutafanya eneo lote kuwa giza, yaani washirika wako wote watakuwa gizani pia. Maana Trump alifahamu walipiga Natanz na yeye akapiga Dimona pale Israel kwenye nuclear, walipiga nishati na yeye akapiga nishati. Kwa hiyo vigumu kwa hivi sasa kufanya, kwa sababu huyu naye atajibu kwa staili ile ile, na ameonyesha kuwa bado uwezo wa kushambulia anao na makombora bado yanaweza kufika. Na kwa hakika mashambulio hayo ambayo yanaonekana kulenga hivi sasa maeneo ya karibu na vinu vya nyuklia au kabisa katika maeneo ya nyuklia tayari yameshaanza kutia wasiwasi Umoja wa Mataifa. Muda wetu hauturuhusu, tungejadili zaidi, kuna mengi ya kujadili, lakini naambiwa kwamba hakuna muda. Ni waombe tuishie hapo katika mjadala wetu. Asante sana Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, lakini pia Mubelwa Bandio, mchambuzi wa siasa za huko Marekani kutoka Maryland. Na washukuru sana mliotutegea hadi hivi sasa. Endelea kuwa nasi.